Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku. Na leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 10. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbadaliba kutoka Word Eternal Ministries kukuletea kipindi hiki kila siku saa 12 asubuhi. Tunaangalia mambo matano ya kuzingatia kufanya maombi ya kikuhani, yawe ya ukuhani wa kiuchumi. Na tayari tumeona mambo manne. Kama ukifuatilia vipindi hivi 4 labda 3 nyuma, utaona tumeshaongea mambo manne. Leo nataka nikupe jambo la 5, lakini nikukumbushe tunaangalia namna ya kufanya maombi ili usije kujikuta kwenye mtego wa zile ishara au sifa 10 ambazo tumezisoma na kujifunza za mfumo wa kibabeli au wa Kisodoma. Jambo la kwanza tunakuzingatia, tusema tudumu katika toba. Hakikisha unatubu. Hilo ni msingi. Kwa nini? Kwa sababu kutokutii, Biblia inasema, ni sawa na dhambi, ni uasi ambao ni sawa na uchawi. Kwa hiyo hakikisha unatubu, maana ni sawa unakupeleka moja kwa moja kwenye mfumo wa Kisodoma, wa kibabeli, au wa kipepo, wa kishetani, wa uchumi. Jambo la pili tulisema, jua ya kwamba unahitaji kufanya maombi ya vita. Kumbushe tena, tuna semina ukiangalia kwenye account yetu ya YouTube ya mwezi nafikiri wa pili tumefanya, ambayo inaitwa hatua 6 za kumshinda ibilisi. Ninakushauri sana sikiliza hiyo, itakusaidia namna kufanya maombi ya vita. Lakini pia ukiangalia kwenye playlist zetu utaona kuna maombi ya siku 40 tumefanya. Fundisha mambo mengi sana ya kukusaidia ya jinsi ya kufanya maombi ya namna hii. Sikiliza zile siku 40 za mfungo, fuatilia siku moja baada ya nyingine, upate maarifa ya namna ya kufanya maombi ya vita na kushindana na mfumo wa kipepo wa kishetani ili uwe na mafanikio ya kiuchumi. Jambo la 3 tulisema unahitaji jitihada. Biblia inasema kama ukitunza, kushika na kufanya sheria, jitihada ya kujitenga na mfumo wa kipepo, mfumo wa kichawi, mfumo wa kishetani wa uchumi, na kuhakikisha unaishi kwenye mfumo mtakatifu wa Melkizedeki, unahitaji jitihada. Kwa hiyo tukasema uwe ofisini lakini nje ya mfumo, uwe kazini nje ya mfumo, uwe wa kichawi, uwe kwenye biashara nje ya mfumo. Ni kweli una watu unafanya nao kazi, lakini uwe nje ya mfumo, wasikuteke. Warumi 6:16, unakuwa mtumwa yule unayemtii, Biblia inasema. Kwa hakikisha hautii kwa mfumo ambao sio wa Mungu wako. Hautakuwa wa kwanza. Kama nilivyokuambia, Danieli alikuwa mkuu wa wachawi 120 na waganga, watu wasio maabudu Mungu wake. Maliwali wote wamejiorganize, madiwani wamejiorganize, wote wanaabudu sanamu, na Danieli alikuwa mkuu wao, na bado hakuwapigia magoti akamwacha Mungu wake. Kwa hiyo hakikisha unadumu kwenye mfumo wako, usipige magoti kwenye mfumo wa kipepo. Jambo la 4 ambalo tumeongea, fanya maombi kwenye ardhi ya ofisini. Fanya maombi kwenye ardhi na anga la hapo unapofanyia kazi, hapo unapofanyia biashara physically. Nikakupa mfano wa Yeriko, na hilo ni jambo la msingi sana kuhakikisha unaombea ardhi mara 2. Biblia imeandika, Kumbukumbu 11, Yoshua 1, popote zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa kuwa miliki yenu. Kuna umiliki, kuna nguvu ya kuombea eneo husika. Hakikisha unafanya hivyo. Nikupa mfano wa Yeriko, walizunguka mara 6, kila siku mara 1, siku ya 7 mara 7, kuzunguka kwa kutembea, wakapiga tarumbeta, kuta ukaanguka. Kuna nguvu kwenye kulitembea eneo la biashara yako, shamba lako, eneo la ofisi yako. Leo nataka nikupe jambo la 5 la mwisho. Jambo la 5, hakikisha unafanya jitihada ya kutokuwa mbinafsi. Ujue ya kwamba chochote Mungu anachopitishia kwako kiko kwa ajili ya mtu zaidi ya mmoja, zaidi yako. Binafsi ni kitu kimoja ambacho kitafanya Mungu aache kukutetea na kufanikisha kiuchumi. Ni jambo la msingi sana. Sura ya 45 ya kitabu cha Mwanzo, mstari wa 8, Yusufu, kwanza ule mstari wa 7, Yusufu anawaambia ndugu zake namna hii: Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi, na kuokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Kwa hiyo unaona hawa wana wasiwasi Yusufu atawalipizia kisasi. Yeye anasema Mungu amenipeleka kwa ajili yenu kuwahifadhia masazo. Na mstari wa 8 anasema basi si ninyi mlionipeleka huku,
ila Mungu naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Kwa hiyo hakikisha haui mbinafsi. Unachopata, sikiliza ndani kwamba umebebeshwa nini kwa ajili ya watu wa kazini kwako, umebebeshwa nini kwa ajili ya watu ofisini kwako, umebebeshwa nini kwa ajili ya wafanyabiashara wenzako, umebebeshwa nini kwa ajili ya familia na huduma yako. Na kile ambacho umebebeshwa, kuwa mwaminifu kukifikisha. Changamoto, maumivu, mateso, kuonewa ambavyo unapata kwenye eneo lako ya biashara, uone ni sehemu ya package ya kufanikisha, na visikufanye uangalie wengine vibaya na kuacha kuwapa kilicho halali yao. Usianganie biashara au fursa ambazo huwezi kufanya kwa sababu kuna watu labda wamekuumiza sokoni. Kimsingi naambia watu mara nyingi, na hapa tumeshasema Marko sura ya 10 mstari 28 mpaka 30, katika vitu ambavyo Yesu aliambia wanafunzi wake watapata kwa kumfuata yeye, moja ya kitu kilichokuwemo mle ni udhia. Udhia ni mateso, ni shida. Udhia sio kitu kizuri, lakini ilikuwa ni sehemu ya package ya watakacholipwa. Mateso, shida, maumivu viko ili kukusukuma kufikia hatima yako. Mtu atakayevileta usimuone kwamba ni mbaya ukaacha kupitisha fungu lake. Inawezekana ni Yuda, lakini yuko kukusaidia uende msalabani, na huo ndio utukufu wako uliko. Usiwe mbinafsi. Utakapopata vitu, hakikisha unamuuliza Mungu na kujifunza ya kwamba viko kwa ajili ya nani. Unafanya kwa ajili ya nani. Hilo ni jambo la msingi sana, na hilo linavyompa heshima Mungu wako linakurudishia heshima wewe pia, kwa sababu Biblia inasema kwenye Warumi 8, Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Unadhihirisha vipi ya kwamba unampenda Mungu? Anapokupa riziki, sehemu ya riziki ya watu wengine unaifikisha kwa uaminifu. Ndicho kilichomfanya Yusufu ainuke, ndicho kilichomfanya Yakobo ainuke kule kwa Laban. Ndicho kitakachokufanya pia uinuke, kwa kujua kwamba si kila kinachokuja kwako chote ni chako, kuna sehemu ya wengine, na hivyo utafanikiwa sana. Ishi na dumu katika haya mambo matano. Fanya maombi ya ukuhani wa kiuchumi kwa kuzingatia mambo haya matano na kuyaishi, na nakuhakikishia kwa kufanya hivyo, Warumi 6:16, sasa utakuwa umetii upande wa Melkizedeki, Kristo Yesu kuhani mkuu, na uwe na uhakika ya kwamba atakufanikisha kiuchumi, na utakuwa na nguvu dhidi ya mfumo wa kichawi, mfumo wa Kisodoma, mfumo wa Kibabeli. Na kadri unavyokuwa mchoyo na mwenye dhulma, ndivyo ambavyo unajipeleka kwenye huo mfumo, kwa sababu ni moja ya sifa yake. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Karibu kesho asubuhi saa 12 kwenye kipindi hiki. Amen.